Wakati Umoja wa Ulaya ukitazama namna ya kuchukua rasilimali za Urusi, hasa fedha zilizogandishwa katika mfumo wa Euroclear, Urusi inalipiza kisasi. Urusi imesema kwamba lazima italipiza kisasi na itachukua rasilimali zote za mataifa ya Magharibi zilizopo katika benki zake nchini Urusi. Benki Kuu ya Urusi imezindua vita mpya na Euroclear kwa vitendo haramu vya utekaji wa mali za Urusi. Benki ya Urusi ilisema mnamo Ijumaa kwamba ilikuwa imewasilisha taarifa za madai kwa mahakama ya usuluhishi ya Moscow dhidi ya amana ya Euroclear kwa kurejesha hasara iliyosababishwa na mdhibiti. Kuhusiana na vitendo haramu vya amana ya Euroclear kusababisha hasara kwa benki ya Urusi na vilevile kuhusiana na mifumo inayozingatiwa rasmi na Tume ya Ulaya kwa matumizi ya moja kwa moja au isiyokuwa ya moja kwa moja ya mali za benki za Urusi bila idhini ya benki hiyo kutoka Urusi. Benki ya Urusi imewasilisha madai kwa korti ya usuluhishi ya Moscow dhidi ya amana ya Euroclear kwa urejeshaji wa hasara iliyosababishwa na benki hiyo. Vitendo vya Euroclear vilisababisha madhara kwa benki ya Urusi kutokana na kutokuwa na uwezo wa kuondoa fedha na dhamana zake, mdhibiti alisema. Benki Kuu ya Russia imesema kuwa imetoa taarifa kuhusiana na mipango ya Tume ya Umoja wa Ulaya ya kutumia mali zake, ikizitaja kuwa ni kinyume cha sheria na kinyume cha sheria za kimataifa. Hata hivyo, Urusi imeweka wazi kwamba wakati huu ambapo mataifa ya Magharibi yanataka kutumia fedha za Warusi kwa ajili ya kuipatia Ukraine, Urusi imeweka wazi itatumia fedha zote za mataifa ya Magharibi zilizopo katika taifa hilo la Urusi. Urusi imesema kwamba katika nyakati ambazo mataifa ya Magharibi yataona namna ambavyo nchi hiyo inaumizwa na mipango hiyo, sasa hili litakuwa ni kisasi zaidi. Kauli hiyo inakuja kujibu matamshi ya Tume ya Umoja wa Ulaya kuhusu suluhu zake mbili za kusaidia mahitaji ya ufadhili ya Ukraine kwa mwaka 2026-2027 na rasimu yake ya sheria ya udhibiti juu ya pendekezo la kuanzisha mkopo wa fidia kwa Ukraine. Taratibu zilizotolewa katika hati hii kwa matumizi ya moja kwa moja au isiyokuwa ya moja kwa moja kwa mali za benki ya Urusi pamoja na aina nyingine yoyote ya matumizi yasiyoratibiwa na mali ya benki ya Urusi ni kinyume cha sheria. Sasa lazima tutumie na turekebishe mipango hii kwa kuchukua rasilimali zao. Benki Kuu ya Urusi pia ilisema kwamba inahifadhi haki ya kutetea haki zake kwa njia zote zinazopatikana bila taarifa ya ziada, ikibainisha kuwa itapinga hatua zozote za kambi hiyo zinazojumuisha matumizi yasiyoratibiwa ya mali za Warusi. Kufuatia kuanza kwa operesheni ya kijeshi nchini Ukraine mnamo mwaka 2022, Umoja wa Ulaya na mataifa ya G7 yalizuia karibu nusu ya akiba ya fedha za kigeni za Urusi, jumla ya takribani euro bilioni 300 sawa na dola bilioni 350, takribani euro bilioni 200 zinashikiliwa katika akaunti za Europa, hasa katika mfumo wa Euroclear, hifadhi ya dhamana yenye makao yake Ubelgiji. Ikulu ya Kremlin imesema kuwa jaribio lolote la kutaifisha mali za Urusi litakuwa ni wizi na ukiukwaji wa sheria za kimataifa na kwamba Urusi haitalifumbia macho hili. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utaweza kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News.